Francis Ontomwa, KTN. Jaribio la kutekwa nyara kwa mhariri mshiriki wa shirika la Standard Group Alex Kiprotich na watu wanaodhaniwa kuwa maafisa wa polisi linaendelea kuzua hisia na ukosoaji dhidi ya serikali. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amesema kwamba badala ya kuwalenga wanahabari, serikali inapaswa kujibu taarifa za vyombo vya habari kwa kuwasilisha ukweli mbadala. Wakati huo huo, watetezi wa haki za kibinadamu wametaka haki za kikatiba za Wakenya wote, wakiwemo wanaoikosoa serikali na waandamanaji, ziheshimiwe. Ken Gashuhi anaarifu zaidi. Huku uchunguzi kuhusu jaribio la kutekwa nyara kwa mtutu wa bunduki la mhariri mshiriki wa Standard Group Alex Kiprotich ukiendelea, uchunguzi binafsi umebaini kuwa maafisa wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo wanahudumu chini ya kitengo cha utafiti wa uhalifu na ujasusi Crime Research and Intelligence Bureau CRIB cha DCI mjini Nakuru. Wakili wa Kiprotich Gordon Ogolla leo alitembelea makao makuu ya DCI kaunti ya Nakuru kukutana na viongozi wa kitengo hicho, lakini hakufanikiwa kuzungumza nao ana kwa ana licha ya kudaiwa kuwa mjini humo. Baada ya kuonyeshwa picha za kamera za usalama zinazoonyesha gari aina ya Subaru lenye nambari ya usajili KDC 146E likimfuatilia Kiprotich kutoka Nakuru hadi maeneo ya London na baadaye hadi eneo la Kabarak siku moja kabla ya tukio hilo, DCI ilikiri kuwa gari hilo ni mali yake. Hata hivyo, idara hiyo ilisema lilikuwa katika operesheni ya kuwafuatilia washukiwa wa ujambazi. Tukio hilo limezua ukosoaji mkali kutoka kwa baadhi ya viongozi waliotaka serikali kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Wengine wamehusisha tukio hilo na taarifa zilizochapishwa na shirika la Standard, zikiwemo zilizohoji utekelezaji wa ahadi za serikali. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amesema kuwa viongozi wanaohisi kuathiriwa na taarifa za vyombo vya habari wanapaswa kujibu kwa kutoa ukweli mbadala badala ya kuwalenga wanahabari binafsi. Freedom of the press is paramount. Taifa la Kenya ambayo limetishwa saa hizi, watu wote wanaogopa. Hata bunge inaogopa. Kwa bunge hao mnaona hapa ni wanaongea kwa bunge peke yake. Sasa media ndio alternative voice. Wakati wanasema haya ndio mambo na they are providing facts kwamba huo wanasema miezi sita. Wao unaleta vita ya nini? Leo hii bureau chief wa Standard kule Nakuru, namjua, wale nilikuwa regional commissioner Joe jamaa, ni mkale. Walikuwa wanataka kuabduct yeye. Kwa sababu gani? At Standard Media Group wanaweka zile explosive headlines. They are explosive because they are saying the truth without whitewashing it. Kauli hiyo pia imeungwa mkono na aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri. Media ipewe freedom yake, kwa sababu media works with what they are getting information. Na wewe kama umekuwa attacked, respond in a good way. There's no problem. Lakini tusirudi pale ilikuwa media inafungwa kama hasa Uganda, vile wanafanya Uganda. Media zote zimefungwa huko kwa sababu ya kusema mambo ya ukweli. Media is there to talk the truth. So, hiyo kujaribu kupiga KTN hiyo, it doesn't make any sense. Wakati huo huo, muungano wa watetezi wa haki za binadamu mjini Nakuru umeitaka serikali kuheshimu katiba katika namna inavyowashughulikia wanaoikosoa pamoja na waandamanaji. The Nakuru Human Rights Defenders Network is deeply concerned by the widely circulated reports and videos showing the alleged manhandling of a person with disability by police officer in Nakuru County. Ukiwa kwenye kilele, wacha kelele, wacha kiherehere, wacha kimbelembele, usitucheze shere. Wakenya hawana sherehe, sisi tunaumia, wewe na hizo raha zako zinatuletea karaha hapa chini. Ken Gashuhi, KTN. Katiba.